Faisal Salum Abdalla, Feitoto, ni miongoni mwa majina ambayo yametikisa ligi kuu soka Tanzania bara katika misimu hii mfululizo miwili. Msimu jana alijiunga na Azam FC, na katika msimu wa kwanza kabisa alifanya vizuri na Azam FC akifunga jumla ya magoli 19. Lakini kwa sasa habari zinazovuma juu yake ni kutimka katika viunga vya Chamanzi, na inaelezwa kwamba mojawapo ya timu ambazo zinamkodolea jicho ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Licha ya kwamba inaelezwa kwamba katika mahusiano ya mchezaji huyo kutoka Yanga kwenda Azam kuna baadhi ya vipengele vimewekwa, lakini bado kuna possibility ya Faisal Salum Abdalla Feitoto kutua kunako viunga vya Msimbazi. Na hapa tunakupitisha kidogo kiufundi uweze kuona endapo dili hilo litakapokamilika, Faisal Salum Abdalla atajilika katika eneo gani. Faisal Salum Abdalla ni miongoni mwa wachezaji bora wa kiungo katika soka la hapa nchini. Uwezo wake katika usambazaji wa mipira, distribution, kasi na weledi wa kusoma mchezo umemfanya awe kipenzi cha mashabiki wengi wa soka, na kocha yote anayetafuta kuimarisha safu ya kiungo katika kikosi chake. Akiwa bado na mkataba na Azam FC hadi 2026, Faisal ambaye msimu huu amefunga mabao 4 na assist 4, ameendelea kuhusishwa na tetesi za uhamisho wake kwenda Simba, timu ambayo ina lengo la kurejea kilele cha mafanikio ya soka la Tanzania na Afrika. Katika makala haya tunakuchambulia nafasi ya Faisal kwenye kikosi cha Simba, ikiwa vigogo wa timu hiyo Msimbazi watauma meno na kumsajili, pia mchango anaweza kuleta chini ya kocha Fadlu Davids na umuhimu wake katika kuisaidia Simba kufikia malengo kwenye mashindano mbalimbali. Tunajadili uwezo binafsi, mfumo wa kiufundi ambao anaweza kuendana nao Simba, faida na changamoto zinazoweza kutokea iwapo uhamisho wake utatimia. Nafasi yake Faisal ambaye msimu uliopita alifunga mabao 19 katika ligi na kumaliza nafasi ya pili katika mbio za tuzo ya kiatu cha mfungaji bora iliyoenda kwa kiungo wa Yanga na Azam. Alifunga magoli 11 kwa mchezaji mwenye kipaji na ubora ambao umefanya awe tegemeo katika safu ya kiungo ya Azam. Alama za sifa zake ziko wazi kupitia uwezo wa kusoma mchezo, kutengeneza nafasi za mabao na kuunganisha timu kwa umakini mkubwa. Huyu mchezaji mwenye uwezo wa juu kumiliki mpira, kutoa pasi za uhakika na pia kufunga mabao pale anapopata nafasi. Sifa hizo zinamfanya awe kiungo mchanganyiko, anayejua kucheza nafasi tofauti katika safu ya kiungo na kuleta utofauti kwenye timu yoyote. Faisal ni mchezaji mwenye utulivu anapokuwa na mpira, jambo linalomsaidia kufanya uamuzi sahihi hata chini ya pressure kutoka kwa mpinzani. Hiyo ni sifa muhimu kwa Simba. Timu inahitaji kiungo anayejua kuongoza mchezo na kuifanya timu iwe na mipango madhubuti ya kushambulia au kutuliza mchezo inapohitajika. Faisal anafaa kucheza kama kiungo wakati au wa mbele anayesaidia washambuliaji, hasa kwa vile ana uwezo wa kutoa pasi za mwisho na kusaidia katika mashambulizi. Katika mfumo wa Simba, nafasi hiyo itampa jukumu la kutawala sehemu ya kiungo, kutengeneza nafasi na pia kuchangia mabao. Kwa wachezaji waliopo sasa kwenye kikosi cha Simba, mchezaji ambaye anaonekana kufanya vizuri zaidi kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji ni Jean Charles Ahoua, alifunga mabao 5 na kutoa assist 4 katika mechi 10. Mchango wa Faisal kiufundi. Kwa muda mrefu Simba imekuwa ikitafuta kiungo mwenye ubunifu na uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi za mabao, kama aliokuwa nao Clatous Chota Chama ambaye kwa sasa yuko kwa mahasimu wao Yanga. Faisal ni kiungo mwenye uwezo wa kusoma mpango wa timu pinzani na kupanga mashambulizi kwa usahihi. Kwa uwezo wake wa kutoa pasi za moja kwa moja na zile za kushtukiza, anaweza kusaidia Simba kuboresha ubunifu katika kiungo, jambo ambalo litapunguza mzigo kwa washambuliaji na kuongeza tishio katika mashambulizi. Chini ya Fadlu Davids, Simba imekuwa ikitegemea mfumo wa haraka wa kushambulia na mashambulizi ya kushtukiza, counter attack, mfumo ambao unahitaji kiungo anayejua kuunganisha mashambulizi kwa ufasaha na kasi. Faisal Feitoto ana uwezo wa hali ya juu kupeleka mpira haraka kutoka safu ya ulinzi hadi ile ya ushambuliaji, akiwafanya washambuliaji kama Kibu Denis na Lionel Christian Ateba kuwa na nafasi nzuri ya kufunga mabao.
kuongeza ubunifu katika safu ya kiungo. Feitoto anaweza kuwa chachu katika mpango wa Simba kushambulia na kuipa timu hiyo njia ya kupenya ngome za wapinzani. Mbali na ubunifu, Faisal ni mchezaji mwenye kasi ya asili ambayo inamruhusu kucheza vizuri katika mashambulizi ya haraka. Uwezo wake wa kushika mpira na kuvutia wachezaji wa timu pinzani karibu naye humsaidia kuvunja mipango wa ulinzi ya wapinzani na kuwapa nafasi washambuliaji kujiweka sawa. Kasi yake pia ni muhimu kwa kuimarisha ulinzi wa kiungo. Faisal ana uwezo wa kushuka na kupambana kupata mpira inapohitajika katika ball recoveries. Anaweza kuwa mchezaji muhimu katika kuzuia mipira ya wapinzani inayopita katikati ya uwanja. Mchango wake hapa ni muhimu kuifanya Simba kuwa na mchezaji anayelinda eneo la kati kwa ufanisi, hasa dhidi ya timu zinazojaribu kufungua uwanja na kupitia katikati. Mbali na kutengeneza nafasi, Faisal ni kiungo anayeweza kufunga mabao. Uwezo wake wa kupiga mashuti ya mbali unamwezesha kuwa tishio kwa mabeki wa timu pinzani. Ikiwa atapata nafasi ya kucheza kama kiungo ushambuliaji au kati, Faisal anaweza kuchangia mabao moja kwa moja kwa kujaribu mashuti ya nje au kuingia ndani ya boksi mara kwa mara. Kwa mfumo wa Fadlu Davis, Simba inaweza kumtumia Faisal kama silaha kufunga mabao ya mbali, jambo ambalo litapanua wigo wa Simba katika njia za kufunga. Pia anaweza kuisaidia washambuliaji kama Ateba na Mukwala kwa kutoa mipira ya mwisho kwa usahihi, jambo ambalo litazidi kuimarisha nafasi za Simba kufunga mabao mengi zaidi kwenye mechi za ligi na mashindano ya kimataifa. Kwa miaka kadhaa akiwa Yanga na Azam, Faisal amekuwa na uzoefu mkubwa wa ligi ya Tanzania na aina ya wachezaji anaokutana nao. Ana uelewa wa jinsi wapinzani wa Simba wanavyocheza na mbinu za namna ya kuvuka changamoto hizo. Endapo atajiunga na Simba, Faisal atakuwa na mchango mkubwa wa kuwasaidia wachezaji wenzake kujiandaa vyema na kuwa na mbinu mbadala dhidi ya wapinzani. Zaidi ya hayo, ushawishi wake kama mchezaji anayefanikiwa katika ngazi ya klabu na timu ya taifa utakuwa na faida kwa wachezaji vijana na wachezaji wapya wa Simba. Atakuwa mfano mzuri wa kuigwa kutokana na nidhamu yake ya mchezo, kujituma na umakini. Hii itachochea morali ya timu na kuwasaidia wachezaji kujiamini zaidi wanapokutana na changamoto kubwa kwenye mashindano. Changamoto kwa Faisal. Ingawa Faisal anaweza kuwa mchezaji muhimu kwa Simba, uhamisho wake kutoka Azam hauwezi kuwa rahisi kutokana na mambo kadhaa. Mkataba na Azam FC hadi 2026. Faisal bado ana mkataba mrefu na Azam ambao unatarajiwa kumalizika mwaka 2026. Klabu ya Azam inaweza kuwa na sharti gumu kumwachia mchezaji wao muhimu, hasa kwa vile wanajua thamani yake. Simba itahitaji kutoa ofa kubwa ya kuvutia ili kumvuta Faisal kutoka Azam, na swala hili linaweza kuhitaji ushawishi wa kipekee ili kufanikiwa. 2. Kuingia kwenye mfumo wa Simba. Mara nyingi wachezaji wanapohamia klabu kubwa kama Simba wanahitaji muda wa kuzoea mfumo mpya wa kiuchezaji, falsafa za kocha na mazingira ya klabu. Faisal anaweza kuhitaji muda wa kuzoea mfumo wa Davis, hasa kwa kuwa Simba wana matarajio ya ushindi katika kila mchezo. Pia itategemea jinsi Davis atakavyompa nafasi na kumjenga ndani ya kikosi cha Simba. Faisal Salum Feitoto Abdalla anahusishwa na mpango wa kutimkia Simba, lakini vile vile inaelezwa kwamba kuna ofa nono kutoka katika klabu ya Kaizer Chiefs ambayo inanolewa na kocha wa zamani wa Yanga Nasreddine Nabi ambaye alishawahi kumcoach pia Faisal. Kwa hiyo anamhitaji katika klabu hiyo ya Kaizer Chiefs ambayo haijawa na msimu bora wa mashindano katika ligi kuu ya pale South Africa, DStv Premier League. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa haya na mengineyo mengi. Usisahau kugonga alama ya kengele ili uweze kupata notification ya taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Rinyo Updates hapa ndo kwake.